Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabahum biihsani ila yawmiddin, amma ba'd. Mpenzi mtazamaji wa online TV, nikiwa kama Muislam, mtu ambaye nipo katika jamii nzima ya kibinadamu hususan ya Kitanzania, na jambo kidogo ambalo nahitaji kulizungumza kwa muda mchache tu ili watu tuweze kulitafakari kwa pamoja, na wenye mamlaka pia kama wanaweza kulifanyia kazi basi waweze kulifanyia kazi. Tuna kadhia yetu sasa hivi ambayo imetrendi sana katika mitandao ya kijamii, inamhusu aliyekuwa Sheikh wa mkoa Sheikh Walid Al-Hadi Kawambwa. Na kadhia hii tumeiona ni kuondolewa katika ofisi ya Sheikh wa mkoa na hatimaye kuweza kuwekwa Sheikh Abbas Ramadhani, Mwenyezi Mungu amtilie nguvu katika hilo. Sasa tunachojadili au ninachotaka kuzungumza si kutolewa katika ofisi tu, kwa sababu waliomweka katika mamlaka wao kama wao wana nafasi ya kuweza kumfanya aendelee kuwepo au kumfanya aweze kutoka katika mamlaka yale. Kinachojiulizisha maswali mengi sana ni kwa namna ambavyo utenguzi huu ulivyofanyika katika kipindi hiki, kwa sababu tumeona tukio kubwa ambalo limetokea ni la mwanamke ambaye amekuja akajitokeza na kudai kwamba amezaa na Sheikh Walid. Na hapa sasa kuna kitu wanasema kuna contradiction. Akihojiwa na vyombo vingine vya habari, kwa mfano kama kuna chombo kimoja cha habari cha mwanamke mmoja, siwezi kumtaja, alihojiwa akakiri kwamba alikuwa ameolewa na Sheikh Walid. Lakini baadaye mtu huyu anakuja anabadilika, anasema kwamba hapana, mimi sijapata kuolewa na Sheikh Walid, yani kwa maana ya kutia nguvu kwamba Sheikh Walid amekwenda kinyume katika kuzaa naye. Lakini pia tunajaribu kusikiliza baadhi ya watu wanasema kwamba huyu mtu aliolewa na Sheikh. Baada ya kuolewa akakaa naye takriban muda mfupi, baadaye akaja akampa talaka akaondoka. Baada ya kuwa ameondoka huyu mwanamke akaolewa tena Burundi. Baada ya kuolewa, baada ya muda kadhaa akarudi akiwa na mtoto na kusema kwamba huyu mtoto ni mtoto wako wewe Sheikh. Sheikh alipoambiwa taarifa hizi, kwa ninavyosikia, akasema kwamba twende tukapime DNA ili kujihakikishia kama huyu mtoto ni wa kwangu au sio wa kwangu. Hapo ndipo tatizo lilipotokea. Baada ya kuingia katika masuala mazima ya kitaalam, kutaka kuingia katika DNA, kwa sababu ni mtu ambaye tayari kaondoka, na kama uliondoka ukiwa na mimba, vipi ulijatoa taarifa Sheikh aweze kujua kabla ya hapo? Kwa hiyo mahakama itakavyokuwa ni kwamba swala la DNA ndio likaja kuzua mambo yote. Sasa nini ambacho kimetokea baada ya hapo? Ni mwanamke kuja katika vyombo vya habari na kuzungumza aidha madhaifu yawe ya kweli au yasiyo ya kweli ya Sheikh Walid Al-Hadi. Sasa hapa ndipo kwenye tatizo ambacho nahitaji kuweza kuzungumza kidogo katika jamii yetu hii ya kibinadamu au jamii yetu hii ya Kiislamu kwa wakati wa sasa. Hivi tujiulize, kwa kwenda katika vyombo vya habari na kuzungumza matatizo ya ndani ambayo yamewakabili, ukayazungumza katika vyombo vya habari, unapata msaada gani kwa wale ambao unaokwenda kuhadithia zaidi ya kukufanya wewe ambaye umekwenda kutrendisha taarifa hizi aidha ukawa na tatizo la akili au ukawa na matatizo mengine yote ambayo si ya kawaida katika ubinadamu, ambayo unayo ndio yanayokufanya kuweza kutoa siri zako za ndani. Lakini ukimwangalia mlalamikaji mwenyewe anasema kwamba alikuwa anatishiwa maisha na Sheikh. Kutishiwa maisha, hili ni swala la jinai. Kwa nini mtu huyu kama ana ushahidi wa kwenda kutishiwa maisha, kwa nini asiende kuripoti katika vyombo vya ulinzi na usalama ili Sheikh aweze kuchukuliwa hatua na hatimaye kuweza kufunguliwa mashtaka ya jinai kwamba unatishia uhai wa mtu? Leo anakuja anazungumza katika vyombo vya habari, na nimeona juzi katika miongoni mwa vitu mwanamke anakiri yeye mwenyewe katika chombo cha habari, kila alikiri kwamba kaolewa. Chombo cha habari katika amejirekodi yeye mwenyewe anasema hapana, mimi bwana sijaolewa na wala cheti cha iko sina. Hili peke yake kwanza ni tatizo. Ni mtu ambaye anajithibitishia yeye mwenyewe kwamba eti kaziniwa, kwa hiyo hakuolewa. Kwa hiyo anajithibitishia na kujipiga muhuri mtu wa namna hii ambaye hana wasiwasi kutaja maasi makubwa kama haya kwamba yeye alikuwa ameziniwa. Lakini pia katika masuala yake mengine akiwa anazungumza anasema kwamba alitapeliwa.
Sasa huku kutapeliwa mtu mpaka unakuja unavuliwa nguo, sijaelewa ni utapeli wa namna gani? Manake kama ulitapeliwa manake ulibakwa. Unaweza kwenda kutoa taarifa kwamba labda ulikuwa umebakwa wewe, kwamba hukuwa katika hiari yako. Ukisema umetapeliwa kinamna gani? Ulileweshwa, ulikuwa huna akili timamu. Yani tukichukulia katika mazingira ya kawaida nje ya ndoa, kwamba umetapeliwa vipi? Yani mpaka ukavua nguo, umetapeliwa vipi? Ina maana wewe ni cheap katika hili. Ina maana wewe si mtu wa kawaida. Ina maana wewe ni mtu ambaye mtu akiwa na mzigo akikupa maneno unatogozeka na kukubalika katika hili. Kwa hiyo kuna mashakiri sana katika hili, na ushahidi wa zinaa katika Uislamu inafahamika, wapatikane mashahidi 4 waliopata kuona. Sasa kuna mashakiri mengi sana. Hapa juzi ametoka klipu nyingine tena, mtu huyu anazungumza, anasema mimi nitakupoteza. Yani mwanamke anamwambia shekhe atampoteza. Ni vitu vya kufikirisha. Yani anampoteza kinamna gani? Kwa maana ya kwamba ataibua mengine au itakuwaje? Na kuna conversations ambazo zimetokea zikionyesha katumia muamala. Kuna conversation nyingine kaonekana kwamba sio akiwa na. Sasa hivi ni wakati wa teknolojia. Inawezekana ikawa kweli au inawezekana isiwe kweli, kwa sababu hata mimi katika WhatsApp yangu naweza nikachukua nikasave namba ya mtu na nikaandika conversation pale na ikaonekana huyo mtu kanitukana, lakini ushahidi wa kuonyesha namba pale juu hakuna. Kuna jina tumeandikwa Walid Magomeni. Walid Magomeni ni yupi? Walidi gani? Walidi Magomeni wako wengi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatia mashaka ndani yake. Kwa hiyo si tunaambiwa injaakum fasiqun binaba'in fatabayanu, wanapokujieni fasiki yoyote kwa habari yafaa muweze kumchunguza katika hilo. Lakini pia nikirudi katika baraza letu kula Waislamu Tanzania BAKWATA, kwamba limefanya maamuzi yake, lakini katika maamuzi ambayo imefanya katika kipindi ambacho si cha kumtengeneza shekhe, ni kipindi ambacho cha kumharibia Sheikh Walidi, kwa sababu imekuja kashfa hii. Basi hata wangetengeneza mazingira ya kumjengea heshima yake kwa ule ushekhe aliokuwa nao, kwa maana ya kwamba kama ni kumtoa wangemwambia bwana, tuhuma hizi hapa na zimethibitika, hizi hapa umefanya kweli. Sasa kwa kulinda heshima hiki ulichokifanya, tunakuomba ujiuzulu mwenyewe. Labda kama walimfuata akamwambia ajiuzulu, akakataa, akaamua kufanya vile, lakini kwa hikma na busara naamini ingefanyika hivyo. Na naamini hata viongozi wa dini zingine wapo wanaofanya makosa makubwa sana, makubwa tu, lakini hujapatapo kuja kuyasikia nje yakiwa yanazungumzwa. Yupo mtu mmoja ni kiongozi, alikuwa mbunge, tuliona mpaka video zake. Ni mchungaji, sio anajiita mchungaji, sio askofu. Tulimuona alipatapo kuwa mbunge. Tuliona video kabisa, tumeziona video hizi hapa, video yule bwana akiwa anafanya mambo fulani. Video zimetrend kabisa, lakini watu wake wa kanisa walimtetea mpaka dakika ya mwisho, akaambia huyu hana mkono wa pawa, huu mkono wake mnone, wakati sura tunaiona kabisa na jamaa akiwa anaunguruma anamaliza habari zake, lakini alitetewa. Sasa maana yake nini? Ni katika kulinda heshima za watu, kwa sababu aliyempandisha Mwenyezi Mungu hakuna anayeweza kumshusha. Lakini pia mna nafasi ya kutafakari. Angalieni trendings katika social medias, pale ambapo Sheikh Walidi anawekwa, mwanamke akija yule akitoa taarifa zake, angalieni comments za watu, wana comments namna gani. Watu bado wapo na Sheikh Walidi wakiwa wanamtetea na kuzungumza, lakini kwa utaratibu ambao uliotoka na Sheikh Walidi inaonekana ni kipenzi cha watu wengi. Maana yake ni kwamba kuna mazingira fulani ambayo mnamtengenezea mazingira magumu shekhi wa sasa katika kufanya kazi. Patatulia, lakini katika wakati wa sasa mkisoma comments mtaona watu wanakwenda katika namna gani. Kwa hiyo nilikuwa napenda, kwa sababu ishatokea, lakini busara ingetumika kwa jinsi gani ya kuweza kumondoa. Lakini pia kwa mwanamke yule, ushahidi anaotoa na mazungumzo anayozungumza, kwa kweli anatoa mashakiri. Kwa wale wanaofuatilia social media wataona juzi alikuwa anatangaza matangazo ya dawa za kuondoa nywele za huko sehemu za siri. Yani yeye ndo sasa ndo kasha trend, kawa mtu maarufu, anazungumza vile kama Kiswahili cha wapi sijui, anazungumzia. Yani kwa kweli ni vitu ambavyo vinatia mashakiri sana, lakini kikubwa zaidi ni kwamba namuomba Mwenyezi Mungu aendelee kumpa subira Sheikh Walidi, inshallah. Hili nalo litapita na maisha lazima yaendelee. Kwa hiyo kikubwa, zinapokuja taarifa basi tujaribu kuzifuatilia kwa uhakika wake, alafu tusihukumu bila kusikiliza upande wa pili unasemaje. Tusisikilize katika upande mmoja, lakini kila anachokizungumza udada kwa kweli kinakuwa kinauliza maswali, kinakuwa na maswali mengi zaidi kuliko majibu. Mpaka wakati wa sasa haujapatikana ushahidi wa kuthibitisha katika hili. Kama yapo mengine ambayo hatuyajui tutazungumza mengine, lakini katika hili tunasema kwamba ushahidi wake bado haujashiba.
Na kama ni ndoa, si tunaamini kwamba alioa kwa sababu kilionyeshwa cheti. Na kama hajaolewa na mwanamke anasema yeye hajaolewa, kuna contradiction. Huku kasema kaolewa, alafu huku anakuja kusema hajaolewa. Ni vitu venye kuchanganya. Sasa ni kama utaratibu fulani ambao upo katika wakati wa sasa kuwatafuta watu ambao wanaweza kuwaharibia mashehe au viongozi wa dini. Lakini la mwisho kabisa ambalo tunatoa nasaha kwa mashehe au maustadhi, mnapotaka kuoa, jamani, msikimbilie kupima ukimwi tu kwamba huyu ana ukimwi au hana ukimwi. Jaribuni na wale mnaoa pia kwenda kuwapima akili na kwenda kuuliza historia za wazazi wao na katika malezi yao, wana akili timamu? Kwa sababu unaweza ukavamia kitu ukaona rangi nzuri, ukaona suya na furushi marufua, lakini matatizo ndio yakaja kutokea mfano wa haya. Kwa hiyo tuwe makini pia katika kuoa. Inshallah tutafakari, kuzingatia na hatimaye kuweza kuyafanya kazi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.